Asante sana Mr. Speaker. Kwa majina ni Kamau wa Kisumu. Mr. Speaker, hii mada umeleta hapa ni mzuri sana. Na tukianza kuguza kidogo hii mada ya ODM, party kujangi hivi. Mnakumbuka na first kama Oginga Odinga alikuwa deputy president after Kenya was colonized. Na watu wa British wakarudi wapi? Kwao. Hiyo na Oginga Odinga alikuwa deputy president akatupeleka. In 1969 Oginga Odinga katoka kwa hiyo uongozi. Kama ile uongozi haikuwa inafaa vizuri venye ilikuwa. Ngoja naenda pole ndugu yangu, najua wewe ni graduate. Sorry, 1966. After that in 1982 ndio ile wakati walikuwa wanataka kupindua serikali. Hapo ndio Chuka alikuwa anaingilia, hapo ndio Raila Amolo Odinga alikuwa anaingilia, na hapo ndio James Orengo mwenyewe pia alikuwa anaingilia. Na hiyo wakati ilipata kama baba ya Raila sasa alikuwa opposition leader. Si ni ukweli? Hiyo wakati sasa, imagine opposition leader venye Raila Amolo Odinga alikuwa opposition leader vile. Na kijana yako ameshikwa for almost 8 years. Ako ndani. Na sasa leo hii tunasema Kenya iko na freedom. Na Kenya ndio nataka kufanya kwa hii Kenya, sasa hii tunafaa tuifanye juu sasa hii tuko na freedom kwa hii Kenya yetu. Kenya si ile Kenya ya kitambo. Yenye ukienda kufanya kitu unataka kuuliwa. Watu wa kitambo ndio walikuwa wanauliwa. Na coming 2027, mimi kama Kamau wa Kisumu ndio nitakuwa kama James Ochuka ambaye alishikwa mawe waliwawa juu tunapendua hii serikali ya William Samoei Ruto. Tunaipendua. Kama ni kushikwa tunashikwa. Wote. Na kama ni kunyongwa tunanyongwa. Na tuko ready. Kwa hii serikali ya William Samoei Ruto juu haiendi venye inafaa. Mr. Speaker, inauma zaidi. Kama saa hizi ODM inagawika mara mbili. Tuko na ODM. Wewe ndugu yangu. ODM ndugu yangu. Oi, nadhani mimi ninaongea. Oda. Hayakuja. Oda. Wewe, nani? Hebu toa kidogo. Akuje. Fuata hapa. Niambiwa na engineer. Fuata sheria Speaker. Fuata hapa. Fuata sheria. Oya. Haya. So Mr. Speaker, mi point yangu ilikuwa hivi. Na jaribu tu kusema Kenya yenye sasa hii tuko si ile Kenya ya nini? Ile ya kitambo. Ambaye kama ulikuwa na right yako ya kufanya kitu, unataka kunyongwa, unataka kufanya hiyo kitu Kenya haifai. Thank you. Order. Mr. Speaker, at times it's very good to go to school, Mr. Speaker. Mr. Speaker, you know, just saying I'm going to stage a coup against the national government is a criminal offense. Yes. Mr. Speaker, you need to withdraw that very well. Exactly. So that my members of the House can be well contented what you are saying. It is a criminal offense. Yes. Okay. Order. My friend, you say sometimes it's good to go to school. Yeah, you need to know I know you are very learned. Order. Order. Wacha beba kitetee. Haya. Order. Asante Mr. Speaker. Mr. Speaker, my friend, I know you are very learned. But just wait. Last one. Mr. Speaker, mimi naambia member hii naambia member hii. Nenda kwa kamera. Nikiunganisha na hiyo point ya huyu member ametoka hapa. Najua ignorance is very dangerous. Yeah, true. Najua hiyo point umetumia hapa is a very serious penal code. Exactly. So mimi kumwambia ta withdraw, let us serve an example. Sisi hatujakuja hapa kupinga serikali simply because of personal reasons. Tuko na reasons ambazo zina substantiate ujinga na ukweli. So my friend, so I know you are very learned, but you should understand something. Kenya ilikuwa inajaribu kumaanisha ile serikali ya kitambo before constitution ifanyitengenezwe kwa hii Kenya. Ni tofauti na sahihi ya Kenya yetu. So najaribu kuleta hii point ya kina Sifuna, wako na right yao, wakiandika barua waende rally yao, wanafaa walindwe na serikali, wakifanya rally yao. Wanafaa hata walindwe. Hata saa hizi wenye serikali wangejua tuko hapa. Wewe mwenyewe sisi tunafaa tulindwe hapa. Tunafaa tulindwe hapa. Inafaa tukianza bunge polisi hapo nyuma yetu hadi tumalize. So, nikienda kwa ODM na speaker. Yeye hajui ni kubaya. Haya. Nikienda kwa ODM.
Haya, it's okay, Mr. Speaker. Haya, wewe. Hapa shida gani kwa hapa? Haya, Mr. Speaker, wewe umetoka pale umekuja kusumbua watu. Mimi nilikuwa nakaa hapa. Arudi pale. Haya, Mr. Speaker, then I'm sorry. I withdraw my statement. Exactly. Thank you. Then I'm sorry, I withdraw my statement. Now you can proceed. Uko sawa sasa? Sorry. Haya. Sawa ndugu yangu. So nyamaza. So Mr. Speaker, mimi nikienda kwa mada ya ODM. Hii ODM tuko na ODM mara mbili. Na Mr. Speaker nauma. Kama hii ODM ambayo inafuata William Samoei Ruto, hawana watu na hawana agenda. Hii ODM ya Uburu hii. Mtu ni party leader, amepewa microphone mbele ya watu, unapata Mr. Uburu mwenyewe anaanza kusema hiyo nini? Hiyo ni nini Mr. Speaker? So, Mr. Speaker, kama Uburu ni comedian, aende huko kwa afanye comedy. Aende waungane huko, waende wafanye ile papki ambayo ilikuwa wanaendeleza papki. Juu Mr. Uburu mwenyewe anapewa platform, yeye mwenyewe ajenda yako ni gani? Ajenda yenu ni power. Ajenda yako ni gani? Mimi nataka power. Power ya nini unataka? Unataka power na una watu. Alafu Mr. Speaker, in Luo Nyanza, tafadhali Mr. Speaker kubali sema hivi, inafaa tuangalie mbele. Kama mjui sasa hii wale watu wa Western wameungana na hao Kikuyu. Na sasa hii wanasema maneno ngapi? One term. Si wadanganyi, wanasema neno moja zaidi, neno yao ni one term. One term. Watu wa Western wameungana wa Kikuyu. Haya, Wakamba wameungana wa Kikuyu. Wakisii wameungana wa Kikuyu. One term. Hiyo ndio agenda. Wajaluo juu tulilaniwa, hatuwezi ungana wa Kikuyu. So, unasikia Wajaluo wanasema si huko hatuko. Na Mr. Speaker, sisi wenyewe point of information. You want to inform the member every now and again. Mr. Speaker, Order, Mr. Speaker, information. Order, members. Mr. Speaker. Mr. Speaker, information. Yes. The only information I wanted to give the member, when it comes to working in relation with the Kikuyus and Luos, my friend, Luos have tried working very well and smartly with Kikuyus. My friend, somebody is asking me which year, and Jaramogi Oginga Odinga himself surrendered power to Kenyatta. Yes. When it came to 2002, Raila said Kibaki tosha. On a wheelchair. On 2007, Kibaki failed to surrender the power. 2013, Kibaki surrendered power to Uhuru Kenyatta. Yes. My friend, what do you want to tell us? That we have tried to trade with the Kikuyus, but they have been against us. In 2013 they were against us. In 2017 they were against us. 2022 they were against us. And they betrayed their own son, Uhuru Kenyatta, and voted for Ruto. Now they are coming back to help us withdraw Ruto. My friend, get informed. Be wise. Mr. Speaker, tunamaliza ni Order. Sahi ona, Mr. Speaker, sahi Kijola anasema ni hadi Babu Owino ashike tu hapo na Sifuna. Unasikia? Babu Owino ashike tu hapo na Sifuna. Lakini wale Waluhya wamekubali, Gachagua anasema one term wanaweza kuungana. Lakini Mjaluo anasema Babu aseme tu one term. Na siku picha yake itaonekana na Gachagua, watatoka hapo kwa Babu. Sisi tulikuwa basi ndio. Unaona? Kama ni one term, Matiang'i ni one term. Natembeya ni one term. Gachagua ni one term. Kalonzo ni one term. Tuungane kama one term wote. Hizo ukabila zenu mkutano hapa. Hamtakuwa rais nyinyi hapa.